Kwingineko tunaarifiwa kwamba miungano ya wahandisi pamoja na washikadau mbalimbali katika sekta hiyo hii leo wanahamasisha umma kuhusu siku ya kimataifa ya wahandisi. Msafara huo unatarajiwa kuzunguka katikati ya mji wa Kisii kwa lengo la kutoa hamasa hususan kwa jamii waweze kukumbatia masomo ya uhandisi. Mwanahabari wetu Crispin Otieno yuko huko na hivi sasa tunaungana naye moja kwa moja tupashe mengi yanayojiri. Crispin, kama unanipata, kazi kwako. Na asante sana Mwanahamisi, ulivyosema tayari msafara huo umeanza rasmi. Ni siku ambayo ni tarehe 4 mwezi Machi. Kila mwaka ni siku ya kimataifa ya wahandisi kote duniani, na sherehe hii ya kimataifa inafanyika kule Jakarta katika taifa la Indonesia, lakini kuna sherehe vile vile inafanyika katika maeneo mbalimbali humu nchini. Unavyotazama hapa, hii ikiwa ni tawi la eneo la Nyanza. Nataka tu kuzungumza na wale ambao ni wahusika katika shughuli hii nzima. Karibu. Tunafahamishwa kwamba hii leo kutakuwa na msafara wa kuhamasisha umma katika kaunti ya Kisii. Hii leo tutarajie nini? Asante sana. Kwa majina naitwa mhandisi Owen Munene. Mimi ndio mwenyekiti katika tawi hili la eneo la Nyanza, ambalo ni tawi linahusika na kaunti 6 za upande ya Nyanza. Na leo ni siku ya uhamasisho ku celebrate the World's Engineering Day, ambapo tunaongea kuhusu smart engineering. Kwa hivyo leo tutakuwa katika shule ya Kisii National Polytechnic, ambapo tutakuwa na wahandisi kutoka huu mkoa. Tutakuwa pia na stakeholders wengi ambao tutakuwa tukihamasisha katika theme ya leo ambayo ni smart engineering. Sasa hivi ndio tunaanza msahala, kisha tutakuwa hapa katika chuo hiki kikuu ambapo tutakuwa na wanafunzi ambao wanafanya uhandisi hapa katika Kisii National Polytechnic. Tutaungana nao katika kueleza maneno mengi ya uhandisi, na more specifically tutaongea maneno ya smart engineering and digital technology. Na asante sana. Nikizungumza na afisa mwingine hapa, tuambie masuala ibuka katika sekta hii wakati huu ambapo tunaadhimisha siku ya kimataifa ya wahandisi. Ungependa kuhimiza umma wajue nini kuhusiana na siku hii yenu? Kwa majina anaitwa Engineer Simba Josephat, ambaye ni Secretary General wa hii eneo ya Nyanza branch ya Institution of Engineers of Kenya. Leo tunahamasisha watu wetu Kenya mzima na wazazi waliopo nyumbani wawapeleke watoto wao shule ili wasome hii engineering, wakoe wahandisi ili wakuje kuwa innovative in the future, kwa sababu ile vile tunaendelea kwenda mbele, mambo ya innovation ni very important. Na leo kwa theme yetu tumesema ni engineering for sustainable and future through innovation and digitalization. So tunahamasisha watu wote wale wa hapa Kisii pamoja na Kenya mzima wasome engineering. Asante sana. Na hii leo kutoka hapa mtakuwa mkielekea maeneo kama gani? Kutoka hapa tunaelekea Kisii town, eneo la Kisii roundabout, digital roundabout pale Capital roundabout. Tunaelekea kule alafu turudi huku tuanze ndio tuongee na wanafunzi wengine walio huku. Alafu kwa kuhamasisha vile mambo inaweza engineering hiko. Tunashukuru sana. Asante sana. Asante. Mwanahamisi, ulivyosikia hapo ndio hiyo, wanaendelea kuzuru maeneo mbalimbali katika mji huu wa Kisii. Bendi ndio hiyo inaendelea na ikiongozwa na msafara kutoka maafisa wa polisi wa trafiki katika kaunti hii ya Kisii. Hii leo shughuli hii ni muhimu sana, sio tu kwa wakazi wa kaunti ya Kisii na vile vile kwa wakazi kote nchini ama maeneo mbalimbali kote nchini. Unavyotazama hapo Mwanahamisi, ndivyo hali ilivyo katika hii leo katika sherehe hizi za kuadhimisha siku ya wahandisi kote ulimwenguni. Kwa hivyo tutakuwa tukiandamana nao katika msafara huu ili tuweze kusikia umma watakuwa wakielezwa kivipi ambavyo wanaweza changia siku hii ya leo, na vile vile ulivyosikia kwa hao maafisa wakisema kwamba wangetaka wanafunzi waweze kuhusishwa pakubwa katika mchakato huu mzima ili wachukue kozi zinazohusiana na masuala ya uhandisi. Kwa hivyo tutakuwa tukiachia hapo, tutakuwa tukiandamana nao katika msafara huu. Bwana Hamisi. Na asante sana Crispin.